Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimemuona akiwa mwema na mwaminifu juu ya maisha yangu, na kwa yote nasema anastahili kuabudiwa na kuinuliwa. Kwa hivyo nina furaha ninaposimama mbele yenu katika haya madhabahu, na hata nasikia kwamba nimeheshimika kupewa nafasi hii kushiriki na nyinyi wote neno la Bwana, na naamini ya kwamba Bwana atatubariki tunapoendelea pamoja. Niseme ya kwamba sisi wote ni wateule wa Bwana, sisi wote tumependeka na Bwana, na sisi wote tunajifahamu yale mambo Bwana ametutendea, mahali tumetoka, na kila mmoja wetu ana matarajio ya mambo mengi na mazuri ya siku za uzoni, na kwa hivyo ni vizuri kufahamu hivyo. Nafurahia sana wakati Mungu mwenyewe ananikumbusha mimi ni nani katika ufalme wake, na hata nafurahi sana wakati ananikumbusha, ananiwaza mawazo yapi, kwa maana ninapokumbushwa haya na kuyafahamu, napata motisha ya kuendelea katika Ukristo, napata motisha ya kumtumikia Bwana hata zaidi, na kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu, anahakikisha ya kwamba unafahamu anakutendea. Praise the Lord. Amen. Na ndiposa unakuta ya kwamba kila Jumapili tunasimama mahali hapa, tunashuhudia, tunasema Bwana amenitendea, nimekuwa nikitarajia, nimekuwa nikiomba haya, na Mungu wetu amenitendea. Kwa hiyo nafurahi sababu ya haya. Napenda tuingie katika neno la Bwana katika kitabu cha Yeremia. Ni maandiko ambayo tunayafahamu vizuri sana, na tumekuwa tukiyasoma na kuyasikia mara nyingi sana, lakini naomba tu tuweze kuyaangazia kwa ufunuo wa leo, na Mungu wetu atatubariki. Ni Nehemia mlango wa kwanza, kitabu cha nabii Yeremia, sio Nehemia, Yeremia. Kwa nimesema Nehemia, Yeremia chapter 1, kitabu cha nabii Yeremia mlango wa kwanza kuanzia 4 hadi 10. Neno la Bwana linasema hivi: neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakaza. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana na Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana na akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Praise the Lord. Amen. Huyu ni nabii Yeremia. Tukikumbushwa kuhusu Yeremia na maneno ambayo Mungu alimnenea yeye akiwa tu kama binadamu kama sisi. Na wakati mwingi huwa najipima mimi, kwa maana ni vizuri kujipima na hata kujiangalia ya kwamba nikazaliwa hapa, nikalelewa hapa, nikasoma hapa, nikakua, nikaoa, nikaolewa, niko hivi. Ni vizuri kujichambua wewe mwenyewe ili kujipima na kuona jinsi ambavyo unaelekea na Mungu na maisha yako. Bwana asifiwe. Mwanzo kabisa neno linatuambia ya kwamba Mungu alikufahamu kabla haujaumbika, sio kabla hujazaliwa.
Najua kuna kuumbika na kuzaliwa. Kabla haujaumbika ndani ya matumbo ya mama yako, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikufahamu. Mahali kwingine Daudi akasema katika Zaburi, that Lord, you knew the substance that formed me. Substance sijui kwa Kiswahili ni seme ni nini, tamururu ulia wanyobile. Zile chembe chembe ambavyo Mungu ulichanganyisha zikawa mimi, ulisifahamu kabla. Kumaanisha ni kitambo sana. Bwana asifiwe. Jamaa moja aliulizwa na mzee mwingine, na wewe unafikiria ulikuwa wapi? Unajua wazee walikuwa naambiana mwaka fulani tukafanya mtihani wa darasa la 7. Akasema darasa la 7 tukafanya 1969. Kijana alikuwa hapo akaulizwa, na wewe wakati huo ulikuwa wapi? Akasema nilikuwa nimelala kwa tumbo ya mama yangu. Na alijibu sawa. Unajua sasa ni kama alikuwa anarudishwa kitambo kile kuonyesha kwamba hakukuwa. Maanisha ya kwamba kitambo kile haukuwa, sikuwa najulikana, hata labda mamangu hakuwa anajulikana atatoka wapi. Mungu alinijua. Akakujua utaitwa wewe, utazaliwa kabila lako, utakuwa mwanaume mwanamke, utakuwa wa mahali fulani, alikujua. Kwa hivyo hakuna kitu kigeni kwako, ya kwamba Mungu anashangaa amejitokeza amekuja. Mtaani huwa tunaulizana, na mahali kuna jamaa naona mgeni, kuna familia, walikuja lini, ni wa wapi? Mchungaji, kuna mtu aliniuliza, na huyu mchungaji ni wa wapi, alikuwa anakaa wapi? Sababu sasa mchungaji ni jirani yangu. Kawaambia huyo ni mchungaji wangu, amekuwa akiishi Kinoo, yeye ndiye baba yangu ya kiroho. Sababu hata ungependa kujua wakati mtu fulani amekuja. Katika utaratibu wa nyumba 10 na community policing ni kwamba mtu akikuja area hiyo, mnajua na fulani amekuja, alikuwa anakaa mahali fulani, amekuja na mzee wake anaitwa hivi, watoto wake ni hawa na hawa, anafanya kazi mahali fulani na marafiki wake ni hawa na stakabadhi zake. Bwana asifiwe. Huyo ni binadamu. Mungu anatuambia alitufahamu vizuri sana. Na nataka uanzie hapo masi, ya kwamba Mungu alikujua vizuri sana hata kabla uumbike. Kwa hivyo haya mengine yote ambayo tunayapitia na kukumbana nayo ni kwa sababu nzuri ya Mungu. Yawe mema yawe mabaya, ni kwa sababu Mungu ananipenda. Hakunileta tu ili niteseke, hakunileta tu ili Salim mambo saa yote yanakuwa mangumu kwangu. Hata kama kuna wakati naona mambo sio sawa sana, ni kwa sababu ya upendo mwingi. Tafakari mtoto wako wewe binafsi, wewe ambao umeketi hapa, jinsi ambavyo ulimpenda na jinsi ambavyo unamwaza vizuri. Unajua wengine hapa, na ni vizuri tukiwa wazazi kukubali hiyo, ni watu wachache sana ambao wanapanga tupate mtoto. Wengine wanashtukia wana mtoto. Haleluya. Na mamua kale tujitumie na mama kale nisikutumie. Unashtukia. Na kwa hivyo mnapata mtoto. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kuna wengi ama wachache ambao wanakubaliana na sasa tupate mtoto mwingine. Na wanasema sasa tupate mtoto mwingine. Wakati mmeshtukia umepata, ama wakati mmepanga mpate mtoto na mmempata, mnaanza kuwafikiria mema na kuwapangia mambo. Ukweli urongo? Wewe kama ni mzazi ambaye anawajibika, una mawazo mazuri sana ya Jaden Wamute. Jinsi ambavyo ungependa yule kijana wako akue, akimaliza shule aende mahali fulani. Kwa hivyo Mama Rory, unachukua kila jukumu kumrekebisha na kumwelekeza. Si ni ukweli? Nina watoto 3. Na juzi tulikuwa tunakuwakumbuka. Nikaona yule wa kwanza, kuna wakati akiwa high school ilinibidi nitembee mpaka Jabini Kinango saa 4 usiku, alegenyokete kwenda kurekebisha. Mwalimu akanipigia ho na nikaenda. Hata ilinibidi nikalala huko kwa shule kwa sababu ninamfikiria mambo mazuri. Na hata nilimchapa usiku saa 5, nilimchapa sana na hasira ili aweze kurekebika. Bwana asifiwe. Amen. Chungaji, unakumbuka tulienda na wewe mpaka Mbooni usiku sababu ya Shiko mtoto wa pili, kumrekebisha. Tulitoka hapa saa 9 usiku tuwe Mbooni saa 2 na tulienda na akakuwa. Tuna kijana wetu, nakumbuka kuna wakati niliitwa shule, kuja anapotea. Praise the Lord.
kuhura na kuherithia. Praise the Lord. Na mwisho unaanza kujivunia, tigane kiliogo, isipokuwa nilichukua hayo majukumu, Mama Joy, mtoto wangu angekuwa amepotea. Siku hizi tunasema watoto wa siku hizi, unajua sio watoto wa siku hizi ni wewe. Ukimwachilia kababa, kuna mtoto na ni katoto ka standard 4 hapa tu Nderi, kakaenda kakatoa pombe ya baba yake kwa gari hapa tu Nderi, kakakunywa. Wakati kamelewa, kakaenda tu hapo kwa kambi yao, ni kambi ambayo iko na nafasi nzuri ya kupumzika. Kakaanza kuimba, "Johindo igira dietiga turade manga." Na ni katoto kadogo sana. Na mamake hapo kwa nyumba akaitwa na majirani, "Neha dadora wake nyurusio mbali." Tendea ukakorio ni ithe. Mamake anasema, "Ngoja babake atamkuta." Sasa ile kizuri mama yake angezimuria ni vile hiyo pombe ni kali. Nani nanalegwe ndoro. Hiyo tu ndio anashangaa. Tuliingia tukamchapa. Tukamwambia ambia baba yake ni sisi tumemchapa. Na tulichapa huyo mtoto vizuri sana Masi. Akituona tukipita anatoroka kushinda vile anaona mwalimu wa babake. Praise the Lord. Atelewe siana leo ni wewe. Praise the Lord. Unakuta hata sisi mbele za Bwana na machoni mwa Bwana urenda gitonio kiu akang'ara. Wetagwo kababa na kamami Johnston. Mungu hatacheka na wewe kwa maana anakufikiria mema. Biblia inasema hata nayajua mambo ya mwisho wako, plans of a future and a hope. Agweciretie rendo karekereria weke Mama Faith. Mungu hatacheka na wewe, atakuadhibu vilivyo. Praise the Lord. Na ni vizuri kufahamu, na ninafahamu hivyo vizuri sana. Ate susu serebu angekone deriragiria ikiwa natamani sana kuwa kama vile neno la Bwana linasema, hakuna kicheko katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Chaia nilitumia kanda ya baadhi ya mazoezi ambao walikuwa wanapitia. Nilitazama nikazima kwanza mpaka unamhurumia. Na nitakuzambazia baada ya haya uyaone. Tukaona haki, mambo waenda akulira. Na kumbe hata sio saa hiyo, alimaliza kitambo. Hamuambii saa hii ndio nafanya haya, alimaliza na akapita graduation na pass out, lakini anataka kulia. Lakini wale wakubwa walikuwa wanataka wamrekebishe, wakue kili wanataka akue. Na leo kode sio mbinguni, sio ufalme wa mbinguni. Praise the Lord. Wanapitishwa kwa maji wakiwa wamebeba mizigo na mawe na kukimbia na kuchapwa. Wanatembelea kwa mchanga, wanaenda mahali juu, wanarushwa. Nigetha agerere nono goko the wasiro, sio ili alidi ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Na wewe je Mama Kenyuru? Doenda kegio, ndienda kegio. Mimi ni wa hiyo chati, ni wa ushirika, no matikadeherere. Praise the Lord. Mungu hata kubeba jinsi ambavyo wewe unataka. Kwa maana yeye ni yeye na yeye ndiye aliyekuumba na ni yeye anakuunda ukue kile ambacho anakusudia. Kwa hivyo Johnston, hakuna mkato, lazima upitie. Tumeimba hapa, tapita kwenye moto, tutatoka kama dhahabu, ni lazima tujaribiwe. Masi itakuwa hivyo, sio kuimba tu. Lazima katika moto tupitie. Na mengi ambayo yanatutatiza katika ushirika ama katika Ukristo na kanisa ni ule ukatili. Nero ngavyo ni kwenye mama bele. Niko mtakuja lakini ujue mimi ni mama, ujue mimi ni mzee na kwangu. Ojo kahora. Praise the Lord. Twenda gogwa wagoi. Tukija katika nyumba ya Bwana ni kuja lakini ukemenye demu thomu. Pasta ukihubiri ujue ya kwamba nina mali kukuliko, ama ukihubiri ujue mimi ni mzee kukuliko. Gaida hana ubwana denda gogo. Praise the Lord. Simuheshimu pasta kwa sababu yeye anaweza kuwa mzee kuniliko ama mdogo kumliko, na muheshimu sababu yeye ndio babangu ya kiroho. Utaratibu mwema katika mpangilio wote wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Chai tulikuwa tunaongea na simu, nasikia kumbafu weka simu chini. Unasikia na weka simu chini. Yes sir. Alero yeye naona mhakarikiria na yes sir. Yes afande. Praise the Lord. Hallelujah.
Ndĩraria ũhoro wa kwĩnyihia kũu na gwĩtĩkĩra ya kwamba unarekebishwa ili uweze kufikania kupata ile taji ambayo unatarajia. Na muda mchache sana ama miaka michache sana 72 na ukipata ufikishi hata 100 ni sawa. Kwa hivyo hata sio hiyo yote 70, kuna wakati ulikuwa mtoto, kuna wakati utazeeka. Mekeno menini Ngai ahetere. Hebu tu niwajibike na nikuwe mtoto wa Mungu. Afurahie akiwa mbinguni wakati tutakuwa tunatunzwa. Hallelujah. Juzi Friday nimeshinda Thogoto Teachers College. Kulikuwa na mchezo ya football tournament ya timu 16. Walianza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na tukawa hapo tulikuwa tunapewa kazi fulani, lakini tulifurahia pale mwisho wakituzwa. Hawa wamepata hiki kikombe, wamepata hii zawadi, lakini kwa uwanja unakuta hata wengine wanaanguka karibu wavunjike. Bwana asifiwe. Waking'ang'ana ili wapate taji, sababu walijua zawadi ni moja lakini timu ni 16. Kwa hivyo hata sisi tujue ya kwamba kuna mambo ambayo huwa lazima mababe tung'ang'anie, ili sisi wenyewe kama Wakristo tuweze kufikania na kuwa msaada na baraka kwa wengine. Ndiposa Yeremia hapa Mungu anamalizia anasema ya kwamba nimekuita wewe, na yote ambayo nitayatia katika kinywa chako lazima uwaambie. Na usiwaogope, usitishike na wao. Ni maandiko ya Mungu inasema uweze kung'oa na kuharibu na kuangamiza, kisha baadaye usimamishe na upande. Hiyo ndiyo biashara yetu hapa ulimwenguni kama Wakristo. Lakini kabla hujatengenezwa ukatengenezeka, hautaweza. Murioki, hautaweza. Askari kama hajafundishwa kawa askari, hata letwa nderi amalize pombe, hataweza. Kwa sababu bado yeye ni raia na bado yeye anajifanya askari. Yuko hapa. Praise the Lord. Nikisikia mama fulani, baba fulani anauza pombe, naweza kimbia hapo nichukue kisha nirudi kuwa askari. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama hivyo. Nafasi na baraka na mianya ni nyingi sana ya kubarikiwa na Bwana. Mungu hana shida na mimi, hana shida na wewe, na hana shida na mambo yako na watoto wako. Atakufanyia, atatufanyia kama vile ambavyo ametuahidi. Lakini na sisi hebu tuwe watiivu kwake. Neno likuwa watiivu. Na utaratibu wa Bwana sio kama yale mazoezi ya askari ama jeshi kama yale nasema, lakini utaratibu ya Bwana ni mambo ambayo anakuambia fanya haya, wacha haya. Praise the Lord. Kwa maana uliokoka salimu, wachana na haya, sasa tulia haya. Kwa maana umekuwa kanisani, fanya haya, maana haya yanastahili kufanyika ukiwa kanisani. Sana kwa utaratibu wa kutenda mambo. Kwa familia kwako wewe na mzee wako ama wewe na bibi yako, najua masi huwa mnaketi chini mnaanza kuchambua na mzee wako. Unajua kijana fulani huyo ni wa kuwekea macho kabisa, lakini kijana fulani ama msichana fulani huyo hata ndiye tunaweza aminia mambo. Si ile wake nyinyi totiekaga huo. Kwejoe na kana kaleaga kuna kenyuru na wailimo, kuna yule unajua ya kwamba unaweza aminia mambo. Na mzee alifariki akiwa mzee sana hapa ndani. Kulikuwa na kakijana kama miaka 14 alikuwa ananiambia na taito yako ingegakua ina gitau na sio wao kukarora kukaangalia tu anaona kama huyu msichana kamewajibika. Lakini kumbe naweza kuwa na miaka 50-60 Johnston, kumbe hata babangu hawezi kuniaminia mali yake iko wapi. Gagagirwa ni yale nini ama nisijue. Ni kama hivyo hata katika ufalme wa Mungu. Salim, Mungu akikuangalia naona naweza aminia yule ni mwadhiki. Yeye ni mwaminifu, yeye ni mtiifu, yeye ni mnyenyekevu, ana heshima. Praise the Lord. Mfano mzuri sana. Tukiwa kanisani kuna utaratibu wa mambo. Masi ni kiongozi wetu wa praise and worship akiwa na mchungaji. Ni vizuri nijue wao ndio viongozi. Hata kama mimi huwa naimba, ona twenaje tukeinaga rigi gukira masi. Wakati mwingine huwa naimba masi mpaka naimbisha kukuliko. Lakini lazima nijue masi ndio kiongozi wa. Lazima nikiwa na jambo kuhusu praise and worship nipitie kwa masi na mchungaji, mambo yote yawe sabamba. Praise the Lord. Tukiwa wazee, tuna ile kiongozi wa wazee
Lazima mambo yote utaratibu wa wazee yapitie kwa ule mtandao, uende ufikie mpaka kama inafika kwa mchungaji umfikie. Mchungaji naye yuko juu yetu, hata yeye ako chini ya hawa na wengine nosio niguo mupango na mutaratara wa Ngai. Wakati mwingine mimi na maumbile yangu na mali yangu na elimu yangu nejiguaga ndirenda kureherwo wa Ben. Kwa hivyo naweza fanya mambo ambavyo naweza penda, naweza kuja kanisani vyovyote na staili yoyote ambayo inastahili, utakoragwo na mupango nyumba-ini ya Ngai. Praise the Lord. Hata unakuta ya kwamba ndugu wa madada amebarikiwa, amepanuka, mchungaji atakujaga kustukia. Toabeni nhagolirekie, ona ndwekagira mtu muhujia mathabu handu. Unamwambia, unajua kumjulisha tu, hiyo ni heshima. Ni mfano tunatoa. Beni waku agioka gustokirere. Unajua nilioa. Utasema nimebarikiwa, none uwekera kiuria. Mendane na muiritu wa siro yake yoyothe, aroka kujira ndirahikaniria. Aroka kujira ni aragorire mugunda. Nasema utaratibu wa haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, unafika mahali unasikia nataka kukua. Hatiro ndomwero ugeka uteketwo. Kwa hivyo Budhia ametoka lakini najua ananisikia. Akipata kasichana ama msichana akipata kijana, fuatilia mpangilio ambao unafaa. Nidaiwa negeda kuhikania. Ona kiongozi wako, na kama sio lazima, ona mchungaji na wazee wa kanisa. Unaweza kuwa hujafungua moyo kwa wazee, enda kwa mchungaji direct. Akwire, umwire, nasikia nimefika nataka kuoa. Na nimebarikiwa na msichana fulani wa hapa ama wa mbali. Praise the Lord. Atakushauri vilivyo. Murioki, tunaongea kuhusu mambo kama haya. Ukawe modu mwatheki forces ine, niite hiyo forces ya askari. Sisi wote ni askari. Ya kwamba haushtuki tu. Mutaburo koshe toka utaburo ketie mpaka mambo yote yanafikania. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati kuwa sawa katika yule mpangilio wa mambo, hauna shida. Hata mambo yawe yapi, wewe mwenyewe haujishuku. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna wakati nilienda kwa bank nikitaka usaidizi, nikaambiwa lakini unajua rekodi yako sio sawa. Nikawaomba no backdate. Mnaweza fanya nionekane kama nilikuwa nafanya mambo vizuri. Kaambiwa hapana. Na itawezekana. Usipofuata umekosa kufuata. Kwa hivyo nikashauriwa, wewe sasa anza hapo, uendelee mpaka sasa na usikosee hapa katikati, sababu hata ukikosea itakuwa ni kama hivi. Kwa hivyo hata maisha sio rihaso, hatufanyi rihaso na haikuumi, hakuna kitu unapoteza, sababu ya kutii na kuheshimu, sababu ya kuwa mnyenyekevu katika ufalme na kazi ya Bwana. Twarithia uria kwagiriire, ili hata wakati magumu na mabaya yanapokuja, ni uriraga Ngai cudhiriria. Mungu, tazama, nimekuwa mwaminifu katika kufanya kazi yako, nimekuwa mtiifu, nimekuwa nikiwaheshimu na kuwatambua hata wale ambao umeweka juu yangu, nimekuwa nikitorokea na kuogopa maovu. Kwa hivyo Mungu, hakika nisaidie. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yeremia akanenewa na Mungu. Akasema, unajua mimi ni mtoto, hata sijui. Akaambiwa hapana. Na pale chini ndio anaambiwa, nimekutuma kwa hawa watu. Unajua sisi katika mahali tunapoishi, kama vile Ezekia alivyoambiwa, Eli roda agotomane tango ndwe tumetwe boine. Nimekutuma nikana kwamba nimeituma kondoo katikati ya mbweha. Ng'ondwe karerie mbweha soso sere esiguithie. Wale mbweha wanaitamania iramenya otera muno iberie, no ni weredo. Salim, umetumwa na wazee wa rika yako na wengine na vijana pale mtaani, uanenee kuhusu ufalme ambao wako ndani yao, uwavute uwalete. Na unajua wale ni wakali na wajiwaji wakijiona kukuliko. Lakini lazima usimame kama wewe, ukijua ya kwamba ni Mungu amekuita. Na haijalishi ni wapi unashinda kila siku amote, haijalishi.
Kama ni pale kwa bodaboda ama wapi, wewe simama ukijua ni Mungu aliniita na akaweka maneno yake ndani yangu. Nianze kubomoa yale maisha wale vijana na wale wamama na wazee ambao wamefungwa, wametumbukia ndani yake, nianze kuwabadilisha. Tunapatana. Biblia inasema hivi: kuona kwamba tumezingirwa na mashahidi wengi kama wingu nyekundu, basi na tutoe yale yote ambayo yanatukwaza. Kwa maana utawakuta wakwambie ni ahonokia yale yakwanyu. Praise the Lord. Lewe haodogejera ni kwa maana huwa anakuzorora, ni akuroraga wa bebi. Anaona ukiwa pale kwa mchaina ule behavior. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana wewe kumuelezea kitu asikie. Wewe ndio sokageria moro meana drive ile kemusokeria. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni wewe unafanya bibi yako na watoto wako jinsi ambavyo nimekuona ukiwafanya. Haleluya. Kwa hivyo tumepewa yale maneno, tumepewa kile kibali na tumehakikishiwa ya kwamba yote tutakayokuwa tukiyafanya tuna uhakika itawezekana na tumeshinda. Jukumu sasa ni kwangu mimi na wewe, ya kwamba tusimame kama vile Mungu alivyotuita ili na tuendelee na kufurahia haya maisha. Unajua kuna maisha unaweza kaa kama Mkristo ukoona yote utorago kihato tado wapi. Mpaka unakosa utamu wa haya maisha. Na kumbe ni mimi nilijiroga na mambo yangu ukajiroga, kumbe maisha na Mungu hakukusudia utuishi hivyo. Mungu alikutengenezea dadangu, ndugu yangu, maisha mazuri ili ukienda kwa wenzako, kwa majirani, mahali popote, mara kwenda wanakutamani, wanatamani wango ima kwa igaga. Nonye ndio ikarakarashi tarotaka kuagoi. Unajua wakati mtu anaanza kukutamani hivyo, kuna mengi amekuona wa mbele. Ogethiorokeirio ni airaige mahana taitu na wasiro. Nema kuiguaga huwa wanakusikia morio kivenye unajibu, huwa wanakuona ukiwa pale katika kibarua venye unabehave. Tabitha nema kuonaga we hali ya chemist ule sokagia na ule wekaga. Yule mtu anakutamani ama hangependa mambo yako masi. Praise the Lord. Nonogero gona wehige utagicenjia mitugo na mithiire yo, hakuna wakati utakuwa. Kwa hivyo wapendwa, ningependa kuwahimiza asubuhi ya leo ya kwamba ni sisi Mungu anazungumzia asubuhi ya leo. Anapenda ya kwamba alitujua kabla, na sio kutuumba tu, akatuumba kwa kusudi. Alituumba kwa kusudi. Kwa hivyo nina kibarua ambacho Mungu anaangalia. Fafa karino aleko na damu tumete kedeni goko de kule athiaga bado anafanya. Kuna wengi ambao wanabadilisha, kuna wengi ambao wanatamani kuishi maisha kando na yale ambao wanaishi, wakimwona jinsi ambavyo anakaa na kufanya mambo. Nitoguo dada yangu, wakati unafanya ile kazi yako, wacha wengi wakutamani. Wengine hata sio kanisa, matiga kwenda kanisa, haki ningependa kukaa kwenda ile church unaendaga. Watakwambia ningependa kama maisha kama ile unakaaga. Ukaji ya kuonana waje ya kumurehe kanisa. Kwa sababu yale maisha naishi mama Joe sababu ya Yesu. Na yaishi sababu ya kujuana na Yesu, na yaishi sababu nilitoa maisha yangu kwa Yesu, akanibadilisha na amekuwa akinisaidia na kuniongoza. Dipoza unaona na waonaga soso serebuge kama odomareko. Kwa hivyo tujijue ya kwamba hatuishingi tu, tutitoraga tu oguo, lakini tunaishi mama Yvonne kuwa na kusudi. Mungu anatarajia mengi sana na makuu sana pale Kiugament. Hewa dada na adocio de marutawira kou reke makomenye ni tondu wa maundu mega baringaine na wendo wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Esa kama kanisa na kama familia, kama jamii, ningeomba tu tuishi kama hivyo. Hata mimi huwa najichukua tukiwa na mama Kare kwa nyumba, simchukui tu kama bibi yangu masi, na mchukua kama dada katika Kristo. Ya kwamba akikosa mbinguni nina ya kujibu. Asironoga asokia mambo akarage kama kuingira matuine. Nisipoingia mbinguni utajibu na nitwera na goguo. Kwa hivyo simchukui tu tena wako horagu na kuruga. Hapana, namchukua kama dada, mchukue kama ndugu. Praise the Lord. Toigua da tuwe family na tuwe na fafa witu na newe Ngai. Kristo na Roho Mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ule unyenyekevu mengi tutakuja kuyaona, tutakuja kufunuliwa mengi kwa sababu ya yale. Tutakuwa na uhakika na maisha ambayo tunaishi hapa duniani, ya kwamba hatuishi kubahatisha, ya kwamba tunaishi onofagaga adikoga kora ndino ndu munafagito wa 2025
Praise the Lord. Tulikuta jamaa na mama Kale amejiweka kwa Maria, kumenyesha, maji imesimama. Mama Kale akamuuliza, nama waiga igire Maria-ini, akimwona itarakirara. Amedikosea mpaka matumaini dirara. Sasa ni sisi tulimbembeleza. Ndio kinyaga hado kona to tarara. Kana to tarato fora mwako uyu. Praise the Lord. Mambo yamekusukuma ukona ona kororokero weno ukiibia. Najua hiyo ni utani tu ya lugha, lakini kuna haya mambo. Masi unasukumwa na mambo, unasukumwa ukona pio. Mwako na dieto fora. Bwana asifiwe. Ngai witũ ndahana ũguo. Na huwa tunasema kama maandiko na kama waimbaji, I'll face tomorrow. Rũciũ no ngaruo na tondũ Ngai ye muoyo. Haijalishi ni yapi. Na wakati umejizoesha kutenda mambo mema, hata wakati mambo mabaya na magumu yanakuja, unayashuhudia yale ya jana. Ngomara leo haha etuite kindu kina, alikuta amejifanya kitu fulani kuwa kutaka kunibomolea nyumba yangu, na nikaitana juu nikashinda. Kwa hivyo hata saa hii nitashinda. Lakini ikiwa huko hivyo utamwambia shetani yapi? Praise the Lord. Onerehe na kamweke wa nyiri witu ekakaundu kega. Ongeririkania Ngai, umkumbushe Bwana kwamba Bwana kumbuka. Itarwarete riria ndirariona nindireka gondu munana munana ti Ngai uraurera ndio unamkumbusha tu, na Mungu anaona nima dada ino ni agirire guthie na mbere, nima waciro ni jagire kumuruta hateka-ini ino, nima ng'ania ni jagire kumuruta hateka-ini ino. Ukristo ni maisha tu ya unyenyekevu na utiivu, no ta shukuru. Bwana asifiwe. Iyo toria Johnson niwe tugithoma oko ni kuhata iwega kama ni kutaki shati titeno waciro no dithinikerete ni muhano tu tukiwa shule na mwalimu ni joguo ni huo kule atacemania na kamwana gitathinikerete shati, hata akikuona kwanza anataki ni haraka nidhamu, yani kuingira mtambo-ini wa maundu vile ambavyo anastahili kufanywa. Hivyo reke undu ucio kirikage thiini wa meciria maitu, na ni maenda bakuma wega-ini wa Ngai. Reke njoke, sio kwa sababu mchungaji amekuja, sio kwa sababu Sunday imekaribia, ni kwa sababu no arahukao hario ri roho wa Ngai akoreria. Wona ndiagire ukongearia ciugo cirio makanuaga kwa sister hili kuwa nikiongea kuwa na haya na hii tabia, ili tuweze kufurahia haya maandiko kama vile yanatuambia ya kwamba nilikujua na nilikuumba kwa kusudi njema, sababu ya haya na haya na haya, ili uwe taa, uwe nuru, ni undu mwega atia. Praise the Lord. Ushaenda mahali unaona mtu anawama, watu wanaulizana wewe uko atia, na huyu anafanya nini hapa? Kumbe ni wewe hujui, kumbe hata ana uhusiano ama amekaribishwa na mdosi wako wewe mwenyewe. Basi nega scenario ni kitu kama tunajaribu kusema, na unaregaraga hapa, una mpango gani? Unasikia na kuambia tuko hiyo lugha ya utani, pigia boss muulize kama ananifahamu. Napiga unaambiwa mwambie ingia tu, unanyenyekea. Ndio unaona hii nataka kusema nini? Tukiwa duniani Muriuki tutire ndo kuiguerirwo tha, kwa maana tunajua tuko hapa duniani ni ndo wa mission ya Ngai. Hatuko tu, lakini unakuwa na ujasiri ya kwamba siko tu kwa sababu huko, mimi niko kwa sababu ya ruhusa na mpangilio wa mbinguni. Ndiposa niko mahali wapi? Mahali hapa. Hivyo ndivyo anajaribu kusema ya kwamba neketo kinyele na tokinyeki sososere tuekinye ile, tukijua ya kwamba tuna maisha yetu yamenenwa mwanzo wake na mwisho wetu. Ule wothe twirigiragiria na twirigagirira wehona ni murekeru na ni mwekeku. Kwangu tu mimi na wewe ni kufuata maneno ya Mungu na maagizo ya Bwana. Yale maneno ambao huwa tunalishwa kila siku, yale maneno ambao huwa tunayasoma katika neno kila siku, tunayasikia, tuyatekeleze. Ngoro citu itige kuomana kuritoha, tusiwe wakatili, andu akongathia, andu matagiro na matagionio, lakini tuwe watu wa kunyenyekea, watu ambao wanaweza sikia na watu ambao wanaweza tii. Hivyo ndivyo utaanza kusikia hata Mungu akichangamsha mawazo yako na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nimesema kitu. Daudi alinena akasema ya kwamba
I am fearfully and wonderfully made. I know that very well. Your works are wonderful. Huyo ni Daudi. Arorire akiona tokombwo mbirwo na hakui tu hivyo, I am fearfully. Yeye ndiye alitoa huo ushuhuda. I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that full well. Wabento turaramikaga ona gukiri uguo, hata kama nimeumbwa, hata kama neno linasema, hata kama mhubiri kila sana anatuambia, na bado shida ziko tu. Praise the Lord. Ziko kwa muda mchache sana. Na haya yote lazima tupitie. Na wakati mwingi haupitii katika moto sababu ulikosea. Hapana, Mungu atakuingiza tu makusudi. Oya, mwikie mwakine tuone ulie kuma. Bwana asifiwe. Kwani Abednego waliwekwa sababu walikuwa wamekosea mbele za Bwana. Walikuwa wamekosea tu mbele ya macho ya mfalme. Lakini mbele ya Mungu walikuwa sawa. Arorire maikio Abedi. Sijui kama ungekuwa wewe ungekubali ama ungekatalia kwa post. Hapana. Mutikajikie. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo Mungu atakuachilia mambo zingine sososerebu omagerere, ili utokelezee pande ile ingine ukiwa sawa. Wake kiteno gatuika mundu ungi mweru. Wapendwa, naomba tu tuyatamani yale maisha. Ifike wakati tuseme hakika najua niko jinsi nilivyo, nimepata kile nimepata, nimeshuhudia yale nimeshuhudia, kwa maana najua na mimi nimejitoa vipi. Najua ya kwamba na mimi nilikata kauli ipi katika kanisa la Bwana, katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo nina kila sababu ya kujivunia. Na wakati inafika hapo, hata unasikia hata motisha zaidi wa kuendelea na yale maisha ya kuwa mkamilifu mbele za Bwana. Mengi yatakuondoka na mengine mazuri yatakuteremkia katika jina la Yesu. Wapendwa, nasema Bwana wabariki sana ninapowafariji na kuambia ya kwamba unayoyapitia saa hii, hayo ni mambo machache sana. Kesho ni shule. Nije kwa mundu tale fisi hado, kuna mtu anashindwa hata nauli, kuna mambo lazima ni yanunue, kuna vitu ambavyo lazima mtoto ameitishwa, haujui ni yapi. No kama wakiwa Abeli uragererio. Na noyo koiga ni wewe tu utasema haki. Wakati tulikuwa tunaomba watoto wanarudi shule, sikuwa hata nakumbukaga kare akienda standard 1, kare ni wa first born. Johnson tu enda gwogirigire na matano. Wakati huo ilikuwa mlima na tulikosa. Lakini kumbe ni sisi tulikosa mbele. Wanashukuru takele higole. Tulianza kunugunika hata shule bado. Mama Karen anakumbuka hiyo story. Ikiwa December 22 nikapigiwa simu na mtu, akaniambia nimkute mahali. Wakati nilienda, akaniambia kuna kazi nataka hapa ufanye baada ya Christmas. Kazi nzuri basi. Akanionyesha, akaniambia mkikuna sikukuu, na mimi nilikuwa nagojea amalize kunieleza nimwambie mimi sipumzikagi Christmas. Unajua sasa ni kwa sababu ya ile harakati iko. Wana mwale ndiko kwa Christmas ile. Toka mwalito ni 29. Mama gani nakumbuka hiyo story. Nikamwambia na sasa lazima nikamwambia lazima tugoje after Christmas. Akaniambia unajua hata mimi nilikuwa tuanze kesho, niwe nilikuwa naona kama nitakufa. Nikamwambia hapana, twende tununue vitu. Mama Joda inukile na ngiri 10 na ngiri 5. Praise the Lord. Utherukaga mbere Ngai hau jake hura murango. Wakati Mungu wako hapa tu basi haumuoni, wewe sasa hapa umetoa fujo, atafanya tu hivi useme pole Bwana. Kwa hivyo Mungu atubariki tunapoingiza watoto shule, tunapoendelea na maisha, na Bwana atubariki. Asante sana. Mungu akubariki na kutende mema. Si tumebarikiwa. Tumbarikishe mbele za Bwana kwa sababu ametubariki. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe sana. Tena ubarikiwe, 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 ubarikiwe sana. Mungu
Mungu akubariki na akutende mema, na zaidi ya hapo akupe neno la kuweza kutufariji wakati tunapoendelea katika uhai huu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Kila tukusanyapo hapa katika ukumbi wa kanisa, Mungu ako na nafasi ya kila mmoja wetu. Ni kazi ngumu kuweza kuwasilisha neno, lakini kwa upendo wa Mungu anafanya kila mtu aweze kupokea ile ambayo Mungu amemkusudia katika hiyo siku. Na kwa hivyo kila wakati tunapokuja ni vyema kuja na matarajio mbele za Bwana na kuamini hali zetu zitaweza kubadilika na kuimarika katika nafasi hii. Bwana asifiwe sana. Taomba tuinuke juu ili tuweze kumalizia. Ninaamini Mungu ametenda mema na atazidi kutenda mema katika maisha yetu. Unyunyiziaye maji wakati haukame, huachi ninyauke, kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Mnyunyizi wangu, nakupenda, nakupenda, nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Tuende mbele za Bwana tumwambie yeye ndiye mnyunyizi wetu, yeye ndiye anatubuisha, yeye ndiye anazuia tunyauke, na yeye ndiye mlinzi na mhifadhi wa nafsi zetu. May we confess before the Lord that He is our Lord. May we confess before the Lord that He is our deliverer. May we confess before the Lord that He is going to fight and win for us. In Jesus' name. Thank you for your word. Thank you for your goodness. We thank you for who you are in our lives. Thank you for your Thank you for forgiving us. Thank you for giving us. You are gracious.
umetutafakari, ukatuumba, ukatujua, ukatufahamu na ukaturehemu. Twanyenyekea mbele zako, tukikabidhi nafsi zetu na hali zetu mikononi mwako. Twavua mizigo na shida ambazo zinatukumba na kuziweka miguuni pako, kwa sababu kwako ndio tunaweza kupata nguvu na uwezo wa kuendelea mbele. Asanti kwa sababu ya kunenea nafsi zetu. Asanti kwa sababu ya kutunenea katika maisha yetu. Asanti kwa sababu ya kutukumbusha pamoja nasi. Na Mungu wa rehema, unatupatia ujasiri wa kuweza kuendelea mbele ya juma ambalo tunaloliangazia. Mungu wa rehema, tunajua pamoja nasi na tutakuwa washindi katika upendo wako. Tunaomba ulinzi wako, damu ya Kristo iendelee kutuzingira, kutuhifadhi na kutuhuisha. Mungu wa rehema, tunachukua nguvu zako, hata ujasiri katika wokovu ambao tuko nao na nafasi ambazo umetupatia katika maisha. Twasimama katika imara kujua wewe ndiye kiongozi wetu. Father, lead us, Father, guide us, Father, deliver us, and Father, minister upon us. We leave this place, oh Father, blessed of you, ministered upon by you, and even empowered by your grace. We are victors, Lord, and we are not victims in our lives, because God, you are our deliverer. Twanyenyekea mbele zako na tuwaomba baraka zako zizidi kuzingira maisha yetu. Tunaomba haya tukiamini katika jina takatifu la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awape juma la baraka, maisha yenu iwe mbele zake, na kibali chake kizidi kuwa katika maisha yenu nyakati zote. Amen.